Iliao TV na millardayo.com. Naitwa Bakari Chijumba na leo nipo ofisi ya wakala wa mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam DART. Nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya mazungumzo tuweze kufahamu zaidi kuhusiana na taarifa ambayo hivi karibuni imeonekana kutrend na kuzungumziwa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, vyombo vya habari na mitaani, na nikasema nifike tuzungumze, watufahamishe kwa undani zaidi kuhusiana na hii. Na hii ni baada ya DART kuingia mkataba wa miaka 12 na kampuni ya usafirishaji ya Emirates National Group ENG kwa ajili na kutoka Abu Dhabi, na lengo hasa la mkataba huo ni kuifanya kampuni ianze kutoa huduma za usafirishaji wa mabasi ya mwendokasi hapa jijini Dar es Salaam. Na upatikanaji wake ulipatikana baada ya serikali kutangaza zabuni, ambapo kampuni takriban 40 ziliwasilisha maombi yao, ikiwemo kampuni wazawa, lakini kampuni hii ya Emirates ndio ambayo imeshinda katika hii awamu ya kwanza na wataanza kutoa huduma. Lakini awamu zipo nyingi, ziko awamu ya pili pia ambapo zipo kampuni nyingine ambazo zimeshinda, na uwepo wa kampuni hii sio mwanzo tu kwamba ndo wamemaliza, lakini zipo kampuni nyingine zitaendelea kupewa kazi hiyo ya kuendesha huduma ya mabasi, lengo la serikali ikiwa ni kupunguza kadhia ambayo Watanzania wanakutana nayo jijini Dar es Salaam wakati wa usafiri wa kutumia mabasi haya ya mwendokasi, kwa sababu kwa sasa mabasi yameonekana kuwa machache ukilinganisha na wingi wa watu wa Dar es Salaam ambao wanataka huduma hii. Na hapa nipo na William Gatambi ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma DART. Nimekuja tuzungumze naye atufahamishe mambo mbalimbali ambayo tunataka kuyafahamu kuhusiana na hili. Habari za leo? Salama, karibu sana. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Asante. Hongereni pia kwa juhudi za kutaka wakazi wa Dar es Salaam wasipate kadhia ya kudandiana na kuwa wengi msongamano kwenye mabasi ya mwendokasi. Ni kweli kwa muda mrefu huduma hii ya mabasi yaendayo haraka ambayo imeanza na kipindi cha mpito kwa kumtumia mzawa ambaye ni UDART. UDART ni kampuni ambayo imeanza kama kampuni binafsi na baadaye imechukuliwa na serikali baada ya changamoto kutokea kwenye kampuni hiyo, na imeanza 2016 ikiwa na mabasi 140 na baadaye kama miaka mitano iliyofuata ikaongeza tena mabasi 70 yakawa 210. Lakini kadiri ya muda ulivyokuwa unaenda, mabasi hayo pia yamepata changamoto kwa sababu ya kutumiwa muda mrefu, yameanza kuchakaa, na ndio maana mpaka sasa hivi kwa kuchakaa hivyo yamepungua idadi, kwa sababu hata likiharibika moja kupata spare zake au vipuri inachukua muda, kwa sababu mpaka vitoe nchi za nje. Na hivyo mpaka sasa hivi watu wanapata shida kwa sababu ya uhaba wa mabasi. Na kipindi cha mpito kilipangwa kiwe cha miaka 2, lakini kufuatana na hatua za kumpata mtoa huduma kamili zimechukua muda mrefu, na mpaka hivi juzi huyu mtoa huduma wa kudumu amepatikana, ambaye atafanya kazi, atatoa huduma ya mabasi kwa awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza ni ile ambayo inaanzia Kimara kwenda Kivukoni, ambayo iko kwenye barabara ya Morogoro, alafu tawi jingine linaanzia makutano ya barabara ya Magomeni kuelekea Moroko, ambayo sehemu hiyo inaitwa barabara ya Kawawa. Tawi jingine liko kwenye barabara ya Msimbazi kuanzia kituo cha faya mpaka gerezani. Na jumla ya urefu wa awamu hiyo ni kilomita 20.9. Sasa hivi kama nilivyosema pale awali, tumepata mzabuni ambaye anaitwa Emirates kutoka Abu Dhabi, ambaye alishinda zabuni ambayo walishindana watu wengi kimataifa. Na tukumbuke kwamba mradi huu unaendeshwa kwa mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa hiyo huyu mzabuni ambayo ni Emirates amepita katika mfumo wa ushindani wa namna hiyo. Serikali ni sisi DART, afu sekta binafsi ni huyu Emirates. Watu wengine wanachanganya wanaposikia kwamba imekuja kampuni kutoka nchi za nje, wanafikiri kwamba basi serikali ya Tanzania imeshindwa kuendesha miradi yake. Sio hivyo, ni kwamba miradi hii kokote duniani inaendeshwa katika mfumo wa sekta umma
na sekta binafsi. PPP, Public Private Partnership kwa Kiingereza. Kwa hiyo ameshinda, na tukumbuke labda wengine wanajiuliza pale mwanzoni walituma maombi wengi, lakini kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa katika mfumo huu wa uendeshaji miradi ya namna hii alibakia yeye, na pia na Watanzania walikuwepo. Nitakuuliza hapo kitu gani hasa ambacho unaona kilimfanya huyo aibuke na kuwa namba moja kwenye kile ambacho amekiwasilisha mezani na mkaona anafaa kabisa kuendesha? Aliwazidi nini wenzake? Of course kitu kikubwa ni uzoefu, kwamba ameshafanya kazi katika miradi hii mahali pengine duniani, lakini pia na uwezo wa kifedha, kwa sababu miradi ya namna hii inahitaji fedha nyingi na vigezo vingine ambavyo hatuwezi kuvitaja hapa, lakini vikubwa ni hivyo. Kwanza uzoefu mkubwa wa uendeshaji katika miradi ya mabasi yaendayo haraka, lakini pia na uwezo wa kifedha. Na fedha pale mkataba umeweka wazi kiasi cha fedha ambacho mzabuni amekiweka au kwa sasa hivi ni wenyewe katika hatua za kutuma maombi ya wanunuzi. Tunaanza inaanzia na unapotangazwa zabuni, inaanzia na labda kuomba sifa za wanaotaka kushindana, RFQ, request for qualification. Hapo kila mmoja anaruhusiwa tu kutokea pale. Sasa wanachujwa, yule watu wanaotakiwa kuchuja wanaangalia kweli hii inaweza labda ikafanana kustahili. Alafu baadaye wataombwa sasa wenyewe watume maombi rasmi na kupendekeza wana pesa kiasi gani na uzoefu kiasi gani. Kutokea pale ndipo anaibuka mshindi wa zabuni hiyo. Na kwa maana kwamba kwa sababu kuna ushirikiano hapa kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, kile ambacho kitapatikana kwenye makusanyo ya nauli na vitu vingine kuna utaratibu. Maana yake hapa ni kwamba is a win-win situation, serikali inapata kupitia dati na wao wanapata. Kwa huyu ambaye anakuja kutoa huduma kwenye awamu ya kwanza ambayo nimeitaja, kutatumika utaratibu unaitwa kwa Kiingereza per kilometer. Unamlipa kwa kila kilomita atakayosafiri, unamlipa. Sisi ndio tunakusanya nauli, serikali inakusanya nauli, halafu kuna kiwango fulani unamlipa. Na ndio maana imechukua kwa namna hii au mtindo huu wa malipo ambao unaitwa per kilometer, paka serikali ilizie kutoa dhamana ya kukubali aendeshe. Katika hili, kabla ya kusaini mkataba ambao ndio kitu hapa leo tunakizungumzia, serikali ilitakiwa kutoa dhamana ya kumpatia confidence mwekezaji aweze kuamini kwamba ninawekeza hapa lakini itanilipa. Kwa mfano mtindo huu, kwa mfano kuna kiwango fulani ambacho mnakusanya kila siku cha nauli. Kuna siku kwa sababu moja au nyingine kikawa chini kidogo. Kwa hiyo kwa sababu kuna dhamana ya serikali ili kwamba asipate hasara, kwa sababu ndio serikali inayokusanya nauli, inaweza ikamfidia kile kiwango kilichopungua siku hiyo. Ndio serikali inaweza kukusanya pia kiwango kikubwa tu. Sasa umechukua pikipiki umempa mtu bodaboda anaenda kufanya biashara kwa siku inaitwa shilingi 10,000. Kuna siku biashara kwa ngumu, maana kiwango atapewa kiwango chake tukubaliana kwa siku 10,000, maana biashara ikiwa ngumu yeye anajua jua anafanyaje kukupatia fedha. Ndio. Na hii ndio ni tofauti na ile ambayo ilikuwa inatumika na mtoa huduma wa mpito. Mtoa huduma wa mpito kwa mfano kwa sasa hivi alikuwa ni UDART. UDART alikuwa na wajibu wa kukusanya nauli yeye mwenyewe. Kwa hiyo unachokisema ni kwamba UDART wao mliwapa nafasi ya kuwa wanakusanya wao, lakini safari hii itakuwa serikali inakusanya kisha mnamlipa mzabuni. Kwa awamu ya kwanza itakuwa serikali inakusanya nauli, halafu serikali hiyo ndio inamlipa mtoa huduma. Na inapoonekana kwamba labda siku kama tahadhari tu, inapoonekana siku labda imeenda chini mno, serikali inabidi ifidie kiasi kilichopungua.
hiyo ndio itakuwa inafuatwa. Hiyo na tunaita ni kulipa kwa kilomita. Lakini mtindo mwingine unaweza kutumika mahali pengine na mtoa huduma mwingine, ni kwa access fee, ambayo mtoa huduma anakusanya lakini ndio anailipa serikali. Sasa kiwango ambacho mtakuwa mmeelewana. Asante. Sawa, na pale mwanzoni kuhusu magari kwa mtoa huduma, sasa magari ambayo yanakadiriwa kuwa yanaendelea na uendeshaji barabarani inaweza kawa ni mangapi? Kwa magari ambayo sasa hivi kwa kila siku, kwa sasa hivi kwa sababu yanazidi kupungua, yani kiwango cha juu kabisa ni 80, wakati mwingine inaweza kawa chini ya 80. Lakini kwa sababu anaendelea kuyatengeneza mengine, wakati mwingine yanazidi hivyo hivyo. Lakini natumaini pia atafanya juhudi, wakati tunasubiri hayo mabasi, anaweza labda akaongeza na mengine, kama ambavyo mlikuwa mnamsikia ana juhudi za kuongeza mabasi. Na ili mabasi yatoshe kabisa vizuri, watu wa usafiri usio na shida, wanatakiwa angalau kuwa na mabasi mangapi? Inategemea na awamu. Kwa awamu ya kwanza design ya mwanzoni ilikuwa ni 305. Lakini sasa hivi itaendelea kwamba yatakuja ambayo 177, natumaini mengine yatakuja tena ili kukidhi haja ya uendeshaji. Alafu pia katika mfumo wa dati kwa ujumla, unajua kwamba tuna mfumo huu wa mabasi yaendayo haraka unahakikisha kwamba hata waliokuwepo kabla ya mfumo huu hawatupwi nje. Kwa mfano, wamiliki wa daladala hawatupwi nje, isipokuwa tunawahimiza waunde makampuni, waingie kwenye biashara ya mabasi yaendayo haraka kwa kuchukua labda share au kuunda makampuni. Lakini pia kuna wazo kwamba hawa daladala wanaweza kuwa wanaendelea kufanya kazi sehemu ambazo haya mabasi yaendayo haraka hayajafika kule. Sio kwamba tunawatupa, lakini kuna mpango maalum wa kuwajumuisha na wenyewe wafaidike na huu mradi wa mabasi yaendayo haraka. UDA tutabaki? Ndio, wapo watabaki. Hata huyu akija huyu Emirates, UDA tutaendelea kufanya kazi? UDA ratia anaweza akachukua, kwa sasa hivi akiwa bado amejipanga vizuri, anaweza akachukua ambako bado, kwa mfano ile awamu ya 3 ambayo iko karibu kukamilika ujenzi, anaweza akaanza kule kwa kama mtoa huduma wa mpito. Okay. Ili tuendelee kutafuta mtoa huduma wa kudumu. Na haya mabasi 177 ambayo kampuni ya Abu Dhabi msema itayaingiza nchini, tayari imeshasema ni lini hasa yataingia, au kwa makadirio hadi kufikia mwezi gani? Baada ya kusaini mkataba tunakadiria kuanzia mwezi wa 8 itakuwa imeingia Dar es Salaam mwaka huu. Ndio. Na kiingia itakuwa moja kwa moja anaanza uendeshaji. Itafuata taratibu za kusajili na nyingine ambazo ni za kawaida. Na baadaye wataanza kutoa huduma. Sawa, miongoni mwa maswali ambayo nimekutana nayo mitandaoni kule kuhusiana hili ilikuwa ni kuhusiana na muda wa mkataba, miaka 12 imewapa hii kampuni ya Abu Dhabi. Nataka kujua kwa nini imekuwa ni miaka 12 na hakukuwa na miaka michache kidogo, kwamba tunaweza tukawapa miaka michache tunaangalia utendaji wao na ufanisi kama kutakuwa na kitu kiko sawa ili tuweze kurekebisha. Hii kipindi cha miaka 12 imetokana na upembuzi yakinifu wa mradi wa mabasi yaendayo haraka, yani tena kwa kufuata kanuni za mfumo wa umma, uendeshaji wa umma na na sekta binafsi, kwamba upembuzi yakinifu umeonyesha kwamba kwa mradi kama huu imekadiriwa kwa miaka 12 itamwezesha yule mwekezaji kurudisha, yani kumaliza kurudisha mkopo benki, na pia na yeye katika kipindi hicho anaweza kupata hata faida kidogo. Ndio sababu kubwa ya kuweka miaka hiyo 12. Sio kwamba ni ya kubuni, ya kuamua tu, lakini imetokana na kanuni za uendeshaji wa miradi kama hii. Kwa hiyo huyo mtu wa huduma anayekuja huwa mara nyingi wanatumia mikopo ya benki kuja kuendesha huduma. Kweli ni kama nilivyosema pale mwanzoni, miradi kama hii inahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo wawekezaji kawaida ukopa hela kwenye benki.
hawezi, sio rahisi kutosheleza yeye mwenyewe tu. Wanakopa hela kwenye benki ili waweze kuendesha hizo biashara. Kwa miaka miwili mmoja unakuwa kama unakuja na mambo yatakuwa magumu, unakomoa. Ukifanya nini? Hapo miaka miwili ya uendeshaji unaweza ukashangaa na shida kulipa deni. Hawezi, ni ngumu sana. Haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu huwezi ndani ya miaka milioni nyingi yani ndani ya miaka miwili haiwezekani. Sasa na kwa miongoni mwa wale mlipotangaza tenda kuna kampuni zozote za wazawa zilibidi? Ndio zilikuwepo, lakini nadhani ziliishia huko nyuma kwa sababu ya michakato ambayo imejikita katika vigezo vya mfumo wa uendeshaji kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Lakini kwenye awamu ya kwanza kama kampuni ya mzawa ingefanikiwa kuwa na vigezo ingepewa, haina shida. Na pia tunawahimiza wawekezaji wa hapa nchini kujitokeza kile inapotangazwa zabuni katika mradi wa mabasi yaendayo haraka. Sio kwamba sisi tunapendelea watu wa nje tu, ila yeyote ambaye ana uwezo, ametimiza vigezo vya uendeshaji wa mradi kama huu anakaribishwa. Sawa. Naambiwa kuna mchakato ulianza tangu 2017 kupitia mfumo wa PPP, lakini baadaye ukapata changamoto. Ndio umekuja kukamilika mwaka huu. Kuna changamoto hizi zipi ambazo zilitokea wakati huo, kama unaweza kutufahamisha? Na mliwezaje kuzivuka? Changamoto mojawapo kubwa ilikuwa ni kwamba aliposhinda hii tenda au zabuni, kampuni hii, yani katika sheria za PPP zilikuwa zinaweza kwamba inapotokea changamoto ya kisheria labda ya kutokuelewana kati ya serikali na mwekezaji, sheria za PPP mojawapo ilikuwa inaeleza kwamba ni lazima hiyo kesi isikilizwe nchini hapa Tanzania na sio mahali pengine. Sasa kutokana na hilo, huyu mwekezaji akasita kwanza, alisita. Lakini baadaye, sio kwa sababu ya yeye mwekezaji, lakini PPP wao wenyewe walibadilisha sheria, sio kwa sababu ya huyo mwekezaji tu, lakini ni kwa sababu ya mambo mengi ya uwekezaji, sio kwenye huduma ya mabasi tu. Kuna uwekezaji wa aina nyingi. Kwa hiyo sheria ilibadilishwa na kuwa kwamba ikitokea tatizo au changamoto ya kutokuelewana kimkataba, pande mbili zitaelewana ni wapi hiyo kesi isuluhishwe wapi. Inaweza ikawa hapa Tanzania au Nairobi au Uingereza, popote pale ambapo pande mbili zinajisikia vizuri na kesi hiyo inaweza kusikilizwa. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ilisababisha huyo mwekezaji asite, lakini baadaye PPP yenyewe ilitangaza hiyo mabadiliko ya sheria namna hiyo kote duniani. Asante. Sawa, na kwa kuhitimisha, ni kitu gani unawahakikishia sasa watumiaji wa mabasi haya baada ya kukamilika kwa mkataba huo, na waendesha watu wa huduma wanakuja sasa wengine wapya kabisa kutoka Abu Dhabi, mabasi yanaenda kuongezeka, uhakika wa usafiri yenyewe kama DART mnaoona utakuwaje baada ya haya yote mliyofanya? Ni wazi changamoto kubwa ambayo hata sasa hivi kuna changamoto nyingi sasa hivi, lakini mzizi wa changamoto hata sasa hivi ni uhaba wa mabasi. Kwa mfano, kuna changamoto za kusubiri sana kwenye vituo, kugombania mabasi, sijui vitu watu wanaibiwa kwenye mabasi kwa sababu wamebanana mno. Kwa hiyo mzizi huu au yani kitovu cha matatizo kabisa ni mabasi. Yakija mabasi mengi, idadi ikiwa kubwa, kweli changamoto zingine zitakuwa ni rahisi kuzitatua. Sasa hivi ninawasihi wa Tanzania tuwe na imani na serikali kwamba inafanya juhudi katika kuboresha usafiri wa umma kupitia mabasi yaendayo haraka. Na sasa hivi imefanya juhudi kubwa kabisa, hatua kubwa, kwamba tumesaini mkataba na sasa hivi mabasi mwekezaji ameanza kutengeneza, na ikifikia mwezi wa 8 kama walivyosema wao wenyewe wataanza kuyaleta Dar es Salaam. Na kuanzia pale hizi changamoto za ukosefu yani kugombania usafiri zitaisha. Asante. Kwa maeneo mengine, ruti nyingine ziko huko, jitihada zinafanyika pia. Wanasijua kusema awamu ya kwanza hii wala Mbagala kule bado kuna awamu 6. Hii awamu ya kwanza ambayo nimeisema, ambayo ni hasasi inapita Morogoro Road. Awamu ya pili ni kule barabara ya Kilwa, inaanzia gerezani kwenda mpaka Mbagala rangi 3.
hiyo ambayo sasa hivi hatuizungumzio, sio mada ya leo, lakini hata ile imeshapata wawekezaji, yani watu wa huduma ya mabasi. Kuna kampuni 3 ambazo na zenyewe zimesaini mkataba, zinaendelea kutengeneza mabasi, na inawezekana hata wenyewe kufikia mwezi wa 8 huduma zitaanza kutolewa kule na Mbagala. Halafu awamu ya 3 ni ile ya inayotokea katikati ya jiji kuelekea na Gongo la Mboto. Hiyo ni awamu ya 3, na yenyewe iko katika hatua nzuri za ujenzi na ziko karibu kukamilika. Na kule kwa sababu bado wanaendelea kujenga na tunaendelea na taratibu za manunuzi ya mtoa huduma kama tulivyofanya awamu hii, pia UDART anaweza kuanza kule kama mtoa huduma wa mpito. Alafu awamu ya 4 ni ile barabara ya kwenda Tegeta ambayo na yenyewe inajengwa. Hiyo awamu ya 4. Awamu ya 5 ni zile zingine ambazo tutazungumzia baadaye, na awamu ya 6 ipo pia. Na inawezekana baadaye tukawa na awamu ya 7 kwa sababu hata kule Kigamboni tunahitaji mabasi. Kwa hiyo jiji la Dar es Salaam litakuwa na mfumo wa namna hiyo. Sio hapa tu Morogoro. Yaani barabara ya Morogoro. Ila barabara kubwa za Dar es Salaam zitakuwa na mradi wa mabasi yaendayo haraka. Asante. Nakushukuru sana. Asante.